Nashukuru. Naitwa Dr. Kweka, natoka Hospitali ya Taifa Muhimbili. Afya ya akili ni uwezo wa mwanadamu kudhibiti hisia, fikra na tabia. Haya maeneo matatu ukiweza kuyadhibiti, basi utakuwa vizuri kwenye eneo la maeneo matatu: hisia, fikra na tabia. Na kwa sababu mara nyingi hatuoni hisia za mtu na fikra zake, tunaona tabia zake. Kwa hiyo maeneo matatu, udhibiti wa mwanadamu na kuweza kuyamudu mazingira yake kwenye maeneo matatu: hisia, fikra na tabia. Sawa, dalili za mwanzo inaonyesha mtu ana matatizo ya afya ya akili bila kujua. Dalili ni nyingi, lakini kikubwa ambacho kinaonekana, cha kwanza, watu wengi huanza kujitenga. Wanajitenga na jamii, anajifungia ndani. Lakini kuna watu wengine inakuwa hisia zinaenda katika eneo la afya ya mwili. Unakuta mtu mwingine anakuwa mtu wa hasira za karibu, anapoteza hamu ya kula, kichefuchefu, kiungulia, anaenda hospitali hawampi majibu. Unakuta mara nyingi kuna hayo maeneo afa anakuja kupoteza kumbukumbu, mpaka mtu anafikia dalili za baadaye kutokusikia sauti, anasikia sauti ambazo zinamwambia afanye vitu fulani, labda mchinje mama yake, sauti zinamwambia labda watu ni wachawi. Inakuwa ni hatua za mwisho sana mpaka kujinyonga. Lakini kwa mara ya kwanza anakuta mtu anajitenga na jamii, anakuwa anapoteza kumbukumbu, anamuona kila mtu ni mbaya, na anakuwa mtu hasira za mara kwa mara. Hiyo ni kiashiria kimoja. Yes. Kwa hiyo tuelewe kitu kimoja, watu wanapopitia changamoto hizi za afya ya akili, mara nyingi wanaojijua kwanza hawana changamoto. Wanaojitambua, ushauri wangu ni kwamba watafute msaada wa karibu. Kuna hospitali ya karibu, kuna watu wa jamii waliokuzunguka, lakini pia matibabu sahihi ya afya ya akili yanapatikana kwa wataalamu wa afya ya akili. Wapo maeneo yote ya hospitali za umma na zisizo za umma, hospitali za wilaya, na unampata daktari ambaye atagundua zile dalili na kukupa matibabu ya aina mbalimbali kutegemea na shida yako. Kama ni sonona, kuna matibabu yake. Ndio. Sawa, familia na marafiki waanzaje kumsaidia mtu anayepata changamoto ya akili bila kumuumiza zaidi? Kwanza, tuna changamoto kubwa sana ya jamii kwenye kutenga, stigma. Mtu anapokuwa na changamoto ya afya ya akili anatengwa, kufungiwa ndani. Cha kwanza ambacho natoa ushauri ni kwamba jamii inatakiwa impe support. Igundue kwamba ugonjwa wa afya ya akili ni sawa na kisukari, ugonjwa wa afya ya akili sawa na HIV, ugonjwa wa afya ya akili sawa na magonjwa mengine yote. Yanatibika, yana matibabu yake, na mtu anarudi kwenye jamii na kuwa sawa. Kwa hiyo ni ushauri wangu, jamii wapende, isiwatenge, iwape huduma, wapate huduma, na wakishaurika wanarudi vizuri kabisa kwenye jamii. Nguzo 4 za msingi sana kwenye afya ya akili nawaambiaga watu. Cha kwanza ni mazoezi. Kufanya mazoezi unapunguza msongo wa mawazo kwa zaidi ya 30%. Kwa mazoezi, kula kwa kiasi, kunywa maji, lakini pia kupunguza misongo ya mawazo ya kujitakia. Kuna matabia fulani watu wanayafanya, matumizi makubwa ya vilevi ambayo yanaweza kuwapelekea uvutaji wa bangi, vinakuwa ni vichocheo vya changamoto ya afya ya akili. Daktari wanaoongoza kuwa na changamoto za afya ya akili duniani ni wanawake, lakini wanaongoza kujiua ni wanaume. Kwa sababu iko wazi tu kwamba mwanaume ametengenezwa kujikaza, mwanaume jamii imemsuka kuhimili hisia. Kwa matokeo, wanaume anapopata changamoto hawezi kushare. Na matibabu ya afya ya akili kwa sehemu pia lazima ushare kwamba una changamoto. Utakuta jamii nyingi ya wanaume wanakaa na maumivu, wanashindwa kushare. Kwa matokeo yake ni kwamba jawabu analiona ni kujiua. Lakini wanawake wengi wana changamoto, na wao walivyoumbwa wanaweza wakashare hisia, akamwambia mwenzie ninapitia changamoto ya ndoa, na akapatiwa suluhisho kirahisi zaidi. Kuna hatua gani ambazo zimechukuliwa sasa, kama nyinyi ni wataalamu wa afya ya akili, ni hatua gani ambazo mnazichukua pale mtu ambaye anaona kwamba ana tatizo la afya ya akili na kuzuia kwamba haya mambo yasitokee katika jamii zetu? Mimi nadhani ukiangalia vitu vingi vimefanyika. Kama mlisikia bunge la Tanzania miaka 2 iliyopita hapa imehakikisha kwamba kuna elimu kubwa sana, wauguzi wengi wameenda nchi, wengine wameenda Saudi Arabia, lakini pia kuna diploma imefanyika, imeongezwa ya afya ya akili. Madaktari wameongezwa sana kusomeshwa. Kwa nadhani pia serikali inafanya kwa juhudi zake. Nikana watu wa Wizara ya Elimu wanaoingiza afya ya akili kwenye sehemu ya mitaala. Kwa kuna vitu vinafanyika ambavyo ninaona juhudi zinahitajika ziongezeke, lakini ninawapongeza sana serikali kwa kufanya mambo mazuri kwenye kuhakikisha afya ya akili watu wanakuwa na uelewa. Na zaidi hapo, Ofisi ya Rais Management, Utumishi na Utawala Bora wamehakikisha afya ya akili na udhibiti wa msongo wa mawazo imewekwa kwenye waraka ya utumishi wa umma. Kila kota watumishi wa umma wafanywe mafunzo. Na maana unaona hata hapa watumishi wa ofisi ya mkuu wa mkoa nao wanafanywa mafunzo. Mimi kama nilivyosema hapo awali, stigma, unajua tatizo hili liondoke lazima tulikubali lipo. Tunapolikataa kuwepo litaendelea kuwepo. Mfano HIV tulivyoigomea kwamba haipo, watu wakazidi kujificha na ugonjwa ukazidi kusambaa.
tutakubali kwamba kwenye maeneo yote ya kazi, nje ya eneo ya kazi, maeneo yote ya umma kuna watu wenye changamoto, then hao watu tatizo tutalipiga. Cha kwanza ni kukiri kwamba kuna kosa. Kuna tatizo la afya ya akili na lipo na linaweza likampata yoyote yule kwenye familia yetu na nje ya eneo la kazi au ndani ya eneo la kazi. Cha msingi kukubali. Tukishakutana na mgonjwa wa akili tukamsupport, atatoka kwenye ile hali yake. Na bahati mbaya afya ya akili na tabia ya kuwadhuru wengine. Unakuta mtu ana kwa uchungu anaua watoto wake. Kwa hiyo itawaumiza hata wanajamii wanaomzunguka. Kama mmeona Uganda kuna mtu amechukua kisu ameenda amechapa watoto wa nasari visu. Kwa hiyo afya ya akili ni vyema watu kama wanajamii tukakubaliana ni tatizo lilopo na sio kulogwa, ni ugonjwa kama ilivyo kisukari na maisha mengine yanabidi yaendelee. Kwa mtu anaweza kurudi kwenye hali yake ya kawaida kabisa, wanatibiwa vizuri, wanapewa dawa na wako kwenye jamii, wanameza dawa zao, kwa sababu hata mgonjwa wa kisukari anatumia dawa zake milele. Kwa hiyo na mgonjwa anatumia dawa zake asubuhi anaenda kwenye kazi kama kawaida.